Tukirejea humu nchini, familia moja huko kaunti ya Siaya bado inamtafuta mama mmoja aliyezama kwenye mto Nzoia siku 17 zilizopita. Marehemu Orin Apondi familia yake imekuwa ikipiga kambi kwenye kingo za mto huo kwa juhudi za kumtafuta mama huyo aliyezama mtoni, lakini juhudi hizi zilikatizwa na kiwango kikubwa cha maji kwenye mto huo. Jamaa na marafiki wameendelea kufika nyumbani kwa Thomas Konyango katika kijiji cha Sigweng, Karuoth, kaunti ya Siaya. Wanaofika hapa wakiifariji familia yake, wakisubiri kuopolewa kwa mwili wa mkewe anayeaminika kuzama kwenye mto Nzoia. Familia ya Irene Apondi inaamini kwamba alifariki alipokuwa kwenye kingo za mto Nzoia siku 17 zilizopita. Nilijua amezama kwa kuwa nilipoenda hapo hivyo nikitaka kumtafuta, yani kukuja ili twende matanga, nikapata nguo zake ziko hapo. Mujibu wa familia yake, Irene alikuwa ameenda shambani karibu na mto huo. Familia inadai walipata nguo zake kwenye kingo za mto, hivyo kuwafanya kuamini kuwa huenda alikuwa akijaribu kuoga kwenye mto huo unaopita kwa kasi kabla ya mto kuvunja kingo na kumsomba. Tukaanza kufanya search. Ilinibidi hata niende kwa polisi kuripoti. Kwa OB walikuwa wananiuliza, umejuaje ako kwa maji? Nikasema na vile hatujamuona na hapo hakuna njia nyingine reverse. Na katika muda wa siku 17 zilizopita, familia hii imekuwa ikimtafuta kwenye mto huu bila mafanikio. Sasa tumejaribu lakini bado tumeshindwa. Sasa sijui hata tufanye nini. We've gone far up to like deep uko Lake Victoria in search of her, but to no avail. Zoezi hili halijakuwa rahisi kwa familia hii, kwani wamekuwa wakikodisha boti kila siku na kuwalipa wapiga mbizi kila siku. Kwa sasa familia hii inataka msaada wa serikali angalau kufanikisha zoezi la kuupata mwili wa jamaa yao ili kuzikwa kwa heshima. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.